Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, ikiwa leo ni kumbukizi ya miaka 32 tangu mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watusi nchini Rwanda. Mwakilishi wa kudumu wa Rwanda kwenye Umoja wa Mataifa Balozi Martin Ngoga azungumza. Miaka 30 baada ya mauaji ya kimbari ya Rwanda na miaka 80 baada hiyo kauli ya Never Again, bado tuna kauli za chuki, tuna mitandao ambayo inaeneza chuki, tunaona mambo kama hayo yanatokea na hakuna hatua za msingi zinazochukuliwa. Tunawezaje kusema kwamba dunia imejifunza kiasi cha kutosha? Nafikiri bado safari ni ndefu. Basi ambatana nami hadi mwisho. Ni Jumanne ya tarehe 7 mwezi Aprili mwaka 2026, siku ya kimataifa ya tafakari kuhusu mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watusi nchini Rwanda. Mwenyeji wako leo ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina, kwanza na muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Selina Cheropon. Karibu Selina. Asante Arnold. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amezisihi pande zinazohasimiana katika mgogoro wa Mashariki ya Kati kuacha kushambulia miundombinu, kwani ni kinyume cha sheria za kimataifa. Mkurugenzi wa huduma za mawasiliano wa Umoja wa Mataifa wa mjini Geneva, Uswisi, Alessandra Vellucci amewaambia waandishi wa habari kuwa We were alarmed by the rhetoric. Umoja wa Mataifa ulishtushwa na matamshi yaliyoonekana katika chapisho la mitandao ya kijamii ambayo yalitishia mashambulizi ya Marekani dhidi ya mitambo ya kuzalisha umeme, madaraja na miundombinu mingine iwapo Irani haitakubali makubaliano. Katibu mkuu amezitaka pande zote kuzingatia wajibu wao kuhusu mwenendo wa mgogoro huo. Miundombinu ya kiraia, ikiwa ni pamoja na miundombinu ya nishati, haiwezi kushambuliwa hata kama miundombinu maalum ya kiraia ingekuwa ikitumika kwa lengo la kijeshi. Umefika wakati kwa pande husika kukomesha mzozo huu. Leo ikiwa ni siku ya afya duniani, shirika la Umoja wa Mataifa la afya duniani WHO limetoa wito kwa jamii ya kimataifa kuimarisha ushirikiano na kuunga mkono sayansi kama msingi wa kuboresha afya ya binadamu. WHO imesema sayansi inapaswa kuwa msingi wa maamuzi yote ya afya katika ngazi za kitaifa na kimataifa, na kutoa wito kwa serikali, taasisi na watu binafsi kuongeza ushirikiano ili kuhakikisha sera na hatua za afya zinazingatia ushahidi wa kisayansi. Kauli mbiu ya siku hii ni pamoja kwa afya, simama na sayansi. Na hii leo dunia inakumbuka mauaji ya kimbari yaliyotokea nchini Rwanda mwaka 1994 dhidi ya Watutsi nchini Rwanda. Matukio ya kumbukizi yamefanyika kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa huko Nairobi, Kenya, Geneva nchini Uswisi, na hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa kwenye ukumbi wa Baraza Kuu. Matukio yamehudhuriwa na manusura, viongozi wa Umoja wa Mataifa na Rwanda na mashirika ya kiraia, ujumbe mkuu ukiwa hatua zichukuliwe kuhakikisha mauaji ya kimbari hayatokei tena. Mwisho wa muhtasari wa habari. Asante sana Selina Cheropon kwa kutuletea muhtasari wa habari. Kutoka New York, sauti ya from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika. Na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Kama nilivyokujulisha wakati wa utangulizi, leo ni siku ya kimataifa ya tafakari kuhusu mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watusi nchini Rwanda. Na katika kupata tafakari hiyo, Assumpta Massoi wa idhaa hii amezungumza na mwakilishi wa kudumu wa Rwanda kwenye Umoja wa Mataifa Balozi Martin Ngoga. Balozi Ngoga anaanza kwa kueleza mawanda ya mauaji hayo. Haya ni mauaji ambayo yalimgusa kila mtu.
lilivunja kabisa taifa la Rwanda, kiasi ambacho ni watu wachache sana ambao waliamini kwamba lingeweza kujijenga upya na kuwa taifa tena, ama ni watu wachache sana ambao waliamini kwamba watu wa Rwanda wangeweza kuishi pamoja tena. Watu wengi waliuawa, zaidi ya watu milioni 1. Wajane wakawa wengi, watoto yatima wakawa wengi, watu ambao wamebaki na ulemavu ni wengi, watu ambao bado wanahangaika na matatizo ya kisaikolojia ni wengi pia. Kwa hiyo ni mauaji ambayo yaligusa taifa zima la Rwanda, na kila mmoja kwa namna tofauti aliguswa na hayo mauaji. Na sasa hii kumbukizi inafanyika katika Baraza Kuu la Umoja Mataifa hapa New York, Marekani. Unadhani kumbukizi kama hizi zinakuwa zina mchango gani hasa kwa vijana ambao tuseme wengine walikuwa hawajazaliwa wakati huo? Mimi nafikiri ni swala la msingi sana, kwanza kwa sababu mauaji ya kimbari ni kosa ambalo au ni jinai ambayo ni ya kimataifa. Pamoja na kwamba yalifanyika Rwanda, lakini ni jinai ambayo yalifanyika dhidi ya ubinadamu popote pale duniani. Kwa hiyo juhudi za kuhakikisha kwamba mambo kama hayo hayatokei tena lazima ziwe ni juhudi za kimataifa. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa lazima uhusike moja kwa moja, na kama ambavyo unaelewa, baada ya vita kuu ya dunia ilipowekwa ile convention ya kuzuia au mkataba wa kimataifa dhidi ya mauaji ya kimbari, ulikuwa ni mkataba wa Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo ni mauaji ambayo moja kwa moja yanahusu Umoja wa Mataifa. Lakini pia lazima tukumbuke kwamba haya mauaji yalipofanyika mwaka 94 Rwanda, Umoja wa Mataifa ulikuwepo. Yalikuwepo majeshi ya Umoja wa Mataifa pale ambayo yakaamua kuondoka na kuwaacha watu wakauawa. Lakini pia kulikuwa na viongozi wa Umoja wa Mataifa wakati huo ambao walikuwa wanapata taarifa za wakati kabisa kwamba ipo mipango ya maandalizi ya kufanya mauaji ya kimbari, na hizo taarifa zilipuuzwa. Kwa hiyo siku kama ya kumbukizi ambayo inafanyika Umoja wa Mataifa ni fursa pia kwa Umoja wa Mataifa kujirekebisha, kujua kwamba huko nyuma walikosea na lazima zichukuliwe hatua za makusudi kabisa kuhakikisha kwamba huko tunakokwenda Umoja wa Mataifa hauwezi ukafanya makosa kama yaliyofanywa wakati mauaji ya Rwanda yanatokea. Na mwanzoni hapo umesema vile ambavyo kwamba kilichotokea watu hata wakudhani kwamba Rwanda ingesimama tena. Unadhani somo gani muhimu kutoka uzoefu wa Rwanda linaweza kusaidia juhudi za kujenga amani katika jamii nyingine zilizoko au ambazo zimetoka kwenye migogoro au ambazo zingine bado hazioni kama kuna viashiria kwenye jamii zao, vitu kama hivyo? Kweli ni swali gumu kidogo, lakini mimi naamini kwamba somo kubwa zaidi ni uongozi wa kisiasa. Uongozi wa kisiasa ndio unaweza ukaamua ukaivunja jamii. Mauaji ya kimbari yanaandaliwa na wanasiasa, yanaandaliwa na umoja wa kisiasa. Sasa katika hali yetu ya Rwanda ni uongozi wa kisiasa ambao ulisimamisha mauaji, na ni uongozi huo ambao umelijenga upya taifa la Rwanda. Kwa hiyo unaanza na kumalizia na uongozi wa kisiasa. Na turejee kwenye ile uwajibikaji wa kimataifa. Umezungumzia ule mkataba wa kimataifa wa kuzuia mauaji ya kimbari. Na katika ujumbe wake na yenyewe tena katibu mkuu anasema kama anaona kama vile nchi zina sita kuridhia ule mkataba. Kwa kweli ni hali inatia wasiwasi sana. Kuna hilo tatizo ambalo ameliongelea katibu mkuu kwamba kuna nchi nyingi hazijaridhia huo mkataba. Lakini pia hata zile ambazo zimeridhia haziutekelezi jinsi unavyotakiwa. Na yapo mambo mengi sana yanafanyika ambayo unaona kwamba kama dunia ingekuwa inajifunza baadhi ya mambo yanayoendelea sasa hivi yasingekuwa yanaendelea. Kwa hiyo ni hali ya wasiwasi, labda ni hali ya kujitafakari upya sisi kama jumuiya ya kimataifa, na hapa tulipo Umoja wa Mataifa, tujiangalie upya, tujisahihishe kwa sababu tulikosea huko nyuma na tunaendelea kukosea. Na huu mkataba wa Umoja wa Mataifa dhidi ya mauaji ya kimbari uliwekwa baada ya vita kuu ya dunia. Na hii siku ambayo tunaadhimisha kesho iliwekwa baada ya mauaji yaliyotokea Rwanda. Sasa ni mara ngapi tutakosea na ni mara ngapi tutaendelea kukosea? Nafikiri wakati umefika sasa tujitathmini. Na tuangalie masuala ya sasa hivi. Kuna teknolojia ya habari na mawasiliano inakwenda kwa kasi kubwa sana, ambapo unakuta zingine hizi kauli za chuki kupitia mitandao ya kijamii inapita. Unaweza ukaangalia wengine wanatumia hivyo, kwa mfano kukanusha mambo yaliyotokea, kwamba labda hiki hakikutokea. Unawaambiaje watu? Kwanza kukanusha
ni hatua mojawapo ya maandalizi ya kufanya mauaji mengine. Watu ambao wamesoma au wametafiti mauaji ya kimbali jinsi ambavyo huwa yanaandaliwa na kutekelezwa, wanasema kwamba hatua ya mwisho ya maandalizi huwa ni kuandaa utaratibu wa kukanusha kwamba mauaji yakishafanyika, baadaye wale ambao waliyatekeleza waweze kukanusha kwamba yakutokea au wayatafutie visingizio mbalimbali. Kwa hiyo ni kweli hilo tatizo ni kubwa sasa hivi linajitokeza na sana sana katika nchi za Ulaya, ambapo wengi wanaokanusha mauaji au kuyatafutia sababu za kupunguza uzito wake wako huko kwa visingizio vya uhuru wa maoni na mambo kama hayo. Unaona kweli nchi wanachama zinachukua hatua au nini kifanyike ili kweli hiyo katu tena iwe kivitendo? Kusema kweli, sisi tunaona kama hatua hazitoshi. Tunaona hatua hazitoshi kwa sababu kuna mambo yanatokea ambayo ni viashiria vya kwamba hakuna utayari wa kuzuia mauaji makubwa kama yale, kama ambavyo tunatakiwa kuwa nao. Tumeongelea mambo ya kukana kwamba mauaji ya kutokea. Tunaongelea mambo ya kauli za chuki, hate speech, ambayo yanaenea kwa kasi kubwa sana, na hatuoni hatua za maana zikichukuliwa kuhakikisha kwamba hayo mambo hayatokei. Kwa hiyo inaonyesha kwamba spidi ya kujifunza kwa upande wa dunia na jumuiya ya kimataifa ni ndogo sana kwa kweli. Nafikiri ile kauli ya kwamba isitokee tena, never again, haijatekelezwa kivitendo kama ambavyo inatakiwa kutekelezwa. Na lazima pia tukumbuke kwamba mauaji ya kimbali ya Rwanda yalitokea miaka 50 baada hiyo kauli ya never again. Sasa kama miaka 30 baada ya mauaji ya kimbali ya Rwanda na miaka 80 baada hiyo kauli ya never again, bado tuna kauli za chuki, tuna mitandao ambayo inaeneza chuki, tunaona mambo kama hayo yanatokea na hakuna hatua za msingi zinazochukuliwa. Tunawezaje kusema kwamba dunia imejifunza kiasi cha kutosha? Nafikiri bado safari ni ndefu. Na neno lako la mwisho? Tunawashukuru wote ambao tumekuwa nao katika hii safari ya ujenzi wa taifa baada ya mauaji miaka hii 32, na Rwanda ilipofika sasa hivi. Wapo wengi sana katika jumuiya ya kimataifa ambao wametuunga mkono, tunashukuru sana. Lakini zaidi wananchi wetu wa Rwanda na ambao wameelewa umuhimu wa kwamba nchi yetu ni moja, lazima tuijenge upya, lazima tuikumbuke historia, lakini pia tusiruhusu kwamba historia itushike mateka ili tusiweze kwenda mbele. Asante sana Mheshimiwa Balozi. Asante sana. Asante sana Assumpta Massoi na Balozi Ngoga kwa tafakari hiyo. Nami kufikia hapo na kunja jamvi leo, lakini tukutane tena Alhamis kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha radio ni kila siku. Kwa hivyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X jina hilo Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.